tumefika hapa Tume ya Haki za Binadamu kwa lengo mwezi wa 7. Alitufute hapo. Okay. Taarifa kwa vyombo vya habari. Leo tarehe 2 mwezi wa 7 tumefika hapa Tume ya Haki za Binadamu kwa lengo la kuja kuwaonyesha Tume ya Haki za Binadamu unyama ambao tumefanyiwa na mamlaka ya Mji Mkongwe pamoja na askari au baadhi ya askari wa vikosi vya SMZ. Sisi hatuna propaganda. Kama mwenzetu aliyetufanyia unyama huu, kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya Mji Mkongwe, yeye naona ameamua kuwa mtu wa mipasho. Sisi tunasema kwamba walioathiriwa ni hawa au ni sisi hapa sote. Na wengine hapa hawapo kwa sababu ya hali zao za afya. Kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya Mji Mkongwe, unachokifanya kuwachukua wafanyabiashara aina ya tende ukenda ukawapanga kwamba utapelekea chombo cha habari waongee unavyotaka wewe, haitakusaidia. Nazo taarifa kwamba jana uliwapigia uongozi wa wafanyabiashara wa tende, unawataka wakusaidie kuzungumza na vyombo vya habari ili kupunguza presha ya kile ulichokifanya. Wauza tende uliowaita jana nao kwa majina: mmoja, Usi Hatibu Mshenga; wa pili, Abdalla Salum; wa tatu, Salum maarufu tunamuita Monja; wa nne, Abdul Warith. Hawa uliwakabidhi kazi maalum kwamba utawapelekea waandishi na wapotoshe umma ili wewe uwe salama. Sasa wao hawa uliowapanga, na wao ndio wamenipa mimi taarifa kwamba watafanya kazi yako kwa sababu wanahitaji pale ulipowaweka usiwaondoshe. Lakini wameniambia hadharani kwamba liseme hili ajue kama tumekuambia. Nimekusikia Biasha ukisema kwamba unamtaka Juma awe mkweli. Mimi ukweli wangu wale ulowapiga na kuathiri hawa ni baadhi ya ulowaathiri. Na hapa leo tupo Tume ya Haki za Binadamu. Kama tulichofanyiwa ni haki, basi sawa. Lakini kama tulichofanyiwa sio haki, tunaamini kupitia taasisi za kiserikali. Na niliwahi kusema toka klipu yangu ya mwanzo ya tarehe 26, sina mashaka na jeshi la polisi, na mpaka sasa natoa neno, sina mashaka na jeshi la polisi. Jeshi la polisi ni chombo chenye weledi mkubwa katika nchi hii. Ninaamini kabisa vikishirikiana vyombo hivi vya serikali na ushahidi ambao tuko nao, haki itasimama. Wewe endelea kuhangaika na media. Endelea kuwatafuta wauza tende, wauza boflo, wapange wakusaidie. Hili halisaidiliki. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu haki itasimama. Na mimi Juma kama Juma, kutokana na ulivyonifanya na ulivyowafanya vijana hawa na waliopo kitandani, sisi nadhani hii pengine inawezekana kabisa ikawa presi yangu ya mwisho. Tunaliachia jeshi la polisi kazi hii, tunaiachia Tume ya Haki za Binadamu ifanye kazi yake. Wewe hangaika na media, hangaika na wafanyabiashara, sisi tunakwenda katika taasisi muhimu kuwaonyesha, jamani, huyu mtu anayekanusha ukweli huu hapa. Hao wote wakifika wanavua nguo hadharani, wanaonekana ulichowafanyia.
Nashukuru sana kwamba unyama huu umeenda kutufanyia katika ofisi yako ya mamlaka ya Mji Mkongwe. Ulikuwa na uwezo wa kwenda kutufanyia popote pale, lakini Allah hakukupa akili hiyo. Tunakushukuru kwa kwenda kutufanyia unyama uliotufanyia katika ofisi ya mamlaka ya Mji Mkongwe. Tunakushukuru, na inshallah Mwenyezi Mungu atahukumu katika hili, na serikali tunaiamini itatenda haki katika hili. Asante sana, kushukuru.